Mkuu wa wilaya ya Manyoni Mheshimiwa Vincent Mashinji ametembelea kijiji cha Kitaraka kwenda kuzungumza na wananchi juu ya changamoto wanazokutana nazo. Hata hivyo, mkuu wa wilaya pia amekwenda kwa lengo la kuzungumzia juu ya ujio wa mradi wa ujenzi wa vyoo ambavyo vimekuwa ni tatizo ndani ya zahanati ya kijiji cha Kitaraka. Kikao hicho ambacho kilifunguliwa na mwenyekiti wa kijiji ambaye alizungumza kwa ufupi juu ya wananchi ambao walikuwa wakimsubiri kwa hamu baada ya kupata taarifa ya ujio wake. Na hapa anaanza kwa kumkaribisha mkuu wa wilaya. Wananchi, kwanza kabisa nishukuru Mungu kwa ajili ya uwepo wenu. Mmefika japo hali ya mvua, lakini wengine wamevumilia. Kwa wilaya kuna baadhi ya wananchi ambao walikuwepo kwa ajili ya mawili haya kabidi waondoke. Hivyo basi hawa ni baadhi ya wananchi wa kijiji cha Kitaraka, ni wasikivu, wamevumilia, wanahitaji kuzungumza na kusikiliza wewe. Basi baada ya kusema haya, nifungue kikao hichi. Karibuni sana. Baada ya mwenyekiti kufungua mkutano huo, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Itigi naye alipata wasaa wa kuzungumza machache kuhusiana na ujio wa mkuu wa wilaya ya Manyoni katika kijiji cha Kitaraka. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, Mheshimiwa diwani wa kata ya Kitaraka, Mheshimiwa mwenyekiti, wakuu wa division na vitengo mlioko hapa, timu ya afya, ndugu wananchi wa Kitaraka. Naomba nichukue nafasi hii kwanza kabisa kumshukuru Mungu kwamba tumeweza kukutana leo hapa Kitaraka. Mimi jina langu ni Dr. Emmanuel Malange. Mimi ni mganga mkuu wa halmashauri ya wilaya Itigi, lakini leo nimekuja kwenye mkutano huu kiambatana na Mheshimiwa mkuu wa wilaya kama kaimu mkurugenzi, kwa maana ya kwamba ninamwakilisha mkurugenzi mtendaji wa halmashauri. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, katika kijiji chetu hiki cha Kitaraka, zahanati ya Kitaraka, tumefanikiwa kupata mradi unaotokana na zile fedha za usafi wa mazingira kwa maana ya swash. Naye diwani wa kata ya Kitaraka alipata nafasi ya kuzungumza na wananchi juu ya ujio wa mradi huo wa ujenzi wa vyoo katika zahanati ya kijiji hicho, ambacho ameeleza itakuwa ni hatua kubwa, kwani zahanati hiyo ilikuwa na upungufu wa matundu ya vyoo. Mimi nikiwa diwani wa kata hii ya Kitaraka, Mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya, nina furaha baada ya kupata taarifa kwamba wewe na waandamizi wa chini yako mnatutembelea katika kijiji cha Kitaraka kuja kutusalimia. Lakini salamu hizo zinaambatana na maendeleo ambayo bwana sisi na Mheshimiwa mbunge tukipaza sauti, Daktari Mama Samia Suluhu Hassan anasikia sauti yetu na anatuletea fedha kwa ajili ya maendeleo ya wananchi wa kata ya Kitaraka, hususani hapa kwetu Kitaraka. Tulipokuwa tunafanya ule udiwani wa mwaka 2015 kuja 20, chombo hichi zahanati hatukuwa nacho. Kupitia nguvu za wananchi na fedha nyingi ambazo Mheshimiwa Rais alitupatia, takriban milioni 50, zilipelekea kukamilika kwa huduma hizi za afya, kwa maana jengo hili na leo Watanzania wa hapa Kitaraka wanapata huduma zilizo bora kabisa za afya. Mama Samia oye! Mbunge oye! Mkuu wa wilaya alianza kwa kuwaelimisha wakazi wa Kitaraka kuhusu umuhimu wa kuwa na vyoo majumbani kwao. Lakini mwenyekiti mtendaji wa kijiji kwa hao wanajua tuliambizana. Njoo. Mmeshaanza ukaguzi wa vyoo, si ndio? Tulikubaliana mwaka jana mwishoni ni endelevu. Mnatengeneza ukaguzi, mmeshaanza ukaguzi. Tumewapa kazi ya kuhakikisha kwamba wanakagua kaya, kwa sababu choo ni kitu kipo tu na kaya ipo, sio dharura. Tunaenda polepole, nyumba hadi ukifika tunakuelimisha. Hatufanyi kesi. Najua sheria inaturuhusu kukukamata, kukutoza faini na kukufunga. Niliwaambia twende polepole. Ukifika mwambie, hata maandiko yale ambayo mimi nayasomaga yanasema ukimkuta ndugu yako kakosea, muonye. Sasa kwa kijiji cha Kitaraka mmefanya vizuri. Uwepo wa kaya zilizojenga vyoo bora au kufanya uboreshaji wa vyoo vyao katika mwaka uliopita. Lakini pia uwepo wa kaya na taasisi zenye vyoo bora. Kuna shule, unaenda shule kabisa, kuna watoto wamewekwa pale karibia 500,
hazina vyoo mahakamani. Huyo ndo mtu wa mataifa. Kwa hiyo tumewaambia waende wakague, wawaelekeze wananchi choo bora kinatakiwa kuwaje, ufanyeje ili uwe na choo kwenye nyumba yako. Alafu unamsikiliza, unaweza ukatengeneza hicho choo baada ya muda gani? Na tulikubaliana isizidi miezi 3. Lakini pia aliongea kuhusu wavamizi wa maeneo ya hifadhi za kijiji ambao hujenga kiolela na kuleta ugomvi baina ya wakulima na wafugaji. Amevamiwa. Mimi nilikuwa natafuta hilo neno kuvamiwa. Inawezekana hata mwekezaji sina. Ile nilikuwa natafuta neno kuvamiwa. Kwa hiyo mwenyewe anakiri kuna wavamizi. Na nyie si mnajua kuna wavamizi? Haya, kilichowashinda ni wamegombe 10, 20, 30, 200. Nimejenga katikati ya mashamba ya watu. Kila jioni nipeleke ng'ombe kuchunga na kurudisha. Zinakula mashamba ya kina mama hapa, wamelimia karanga zao sijui na nini. Unaanza ugomvi. Wananchi nao walipata nafasi ya kuweza kusema na kutoa maoni juu ya kijiji chao na kutoa yale ambayo wanahisi mheshimiwa mkuu wa wilaya angeenda kuyatatua. Zengari ameongea lakini hajaeleweka vizuri, ila napenda nitoe maelekezo ya kina. Ikifika kiangazi kuna miezi ya 6 kwetu kuna hivyo kuna muda maji yanakata, kuna mradi wa kunywesha ng'ombe kule, kuna watu wanatumia mitaani. Miezi ya 6 jua linakuwa hafifu. Hii mradi wa maji unahudumia kote kijiji kizima na shuleni magharibi. Naam, kwa hiyo nilikuwa napendekeza kitu kimoja katika ajenda la kuleta umeme. Kitongoji cha Mashariki kingefikiriwa kiwe cha kwanza zaidi. Kutatua shida ya maji, kutatua na shida ya zahanati. Na kitu kingine nimeongea swala la mipango miji. Zahanati ndio hii. Ndio hii. Zahanati na mradi wa maji ambao uko jirani na zahanati hapa. Kitu kingine nilikuwa naomba sana swala mipango miji ifanywe kazi kwa haraka. Kule kuna nguzo zimepitishwa kwenye maeneo ya watu, kwenye viwanja vya watu, wanalalamika. Yote ni kwa nini? Mpango mji ni 0. Huku tunaanza kutengeneza, wanasema wataalamu Islamu, makazi yale ya hovyo. Tulikuwa tunaomba na hilo, na pia swala lingine tulikuwa tunaomba mtuongezee namba ya wahudumu katika zahanati yetu. Kuna wahudumu 3. Ukiwapiga overnight wanaamka wamesinzia. Lakini pia mheshimiwa mkuu wa wilaya alipata wasaa wa kujibu maswali kadhaa. Moja ni kuhusu ukosefu wa umeme katika zahanati hiyo na chanzo cha maji katika kijiji. Shukrani sana. Sasa Ruben anaomba umeme lakini hoja ya umeme imekuja ni kwenye zahanati na kwenye chanzo cha maji. Kwa hilo twende meneja wa TANESCO wa hii zoni yetu ya Itigi, tutamuelekeza aje afanye survey na tuletee michoro ndani ya hizi siku 7. Ikiwezekana kabla hatujara Idi yao amemaliza kutengeneza hiyo michoro. Lakini pia alijibu swala la upungufu wa wauguzi katika zahanati hiyo. Pia aliweza kujibu swala la upungufu wa walimu katika shule ya msingi Kitaraka. Pressure ya watumishi ni kubwa. Sasa mkitaka niwapige siasa hapa, niwadanganye nitaleta, nitafanya nini? Niwaambie ukweli, pressure ya hudumu ni kubwa. Hao 3 wanawatosha kwa sasa. Kwa hatua ya sasa wanatosha kabisa. Asubuhi wanagawana kliniki, jioni mmoja anabaki zamu, extra hours zake analipwa na DMO yuko hapa. Hiyo 816 una uhakika nayo? Ukigawia 45 unatakiwa uwe na walimu 18. Si ndio? Wapo wangapi sasa hivi? 7. Wazazi, shule ina walimu 7? Kweli? Una uhakika? Mimi nitaenda kufuatilia. Yaani nikikuta amezidi hata mmoja tu, siwapigii debe. Nasema nyewe si mmenidanganya.
Baada ya kikao kifupi cha mkuu wa wilaya pamoja na wananchi wa kijiji cha Kitalaka na mtendaji wa kata ya Kitalaka ambaye alizungumza juu ya ujio wa mkuu wa wilaya ya Manyoni pamoja na kutoa shukrani kwa ujio wa mradi wa ujenzi wa vyoo pamoja na kichomeo taka katika zahanati ya Kitalaka, na hapa tupate nafasi ya kumsikia juu ya kile ambacho alizungumza. Kwa majina naitwa Wilbert Chitanda, ni mtendaji wa kata hii ya Kitalaka. Hapa tulipo ni kijiji cha Kitalaka, moja ya vijiji ambavyo ni vijiji vitatu vya kata nzima. Kwa uhalisia naweza tu nikasema kwamba hili jambo ambalo tumewezeshwa kuletewa fedha, kwanza niseme kwanza ni jambo ambalo limenifurahisha kwa sababu pia limeweza kutupa sifa tukiwa kama uongozi wa kata kwamba tumeonyesha jinsi gani tumeweza kusimamia swala la usafi, ambao leo hii tumekuja kupata hii reward ambayo tumepewa, au tuseme hii tuzo ambayo tumepewa kwa mtindo wa kuletewa mradi huo tulioletewa. Kwa hiyo kiuhalisia kweli tunashukuru sana serikali kwa kuliona hili, lakini pia nashukuru uongozi wa halmashauri pia na wenyewe kwa kuendelea kutupigania na kupeleka taarifa zetu sahihi na kuja kutuwezesha kutuletea. Hili jambo litakuja kutusaidia kwa sababu tunafahamu umuhimu wa placenta pit. Placenta pit inapo ikitengenezwa, na maana wakina mama wanapokuwa wamejifungua yale makonda ya uzazi yanatakiwa yahifadhiwe vizuri, kwa maana kwamba kuteketezwa vizuri. Yakiachwa hovyo pia huaga ni chanzo cha magonjwa. Kwa hiyo ina maana kwa kutengenezwa hiki, ina maana sasa tunajua hali ya usalama wa mazingira na usafi na kupunguza magonjwa yanayotokana na hilo jambo halitakuwepo tena katika mazingira yetu haya. Kwa hiyo ninashukuru sana. Itigi TV, kazi yetu kubwa kuhakikisha kuwa jamii tunaifikia kwa kiasi kikubwa. Mimi ni Ramadhani Juma na hii ni Itigi TV.